الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا، وبعثت فينا بالقرآن هاديا، وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله، فلقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. Watukufu wa Islam, baada ya kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma kipenzi wa umma huu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, jambo la kwanza kabisa ningelipenda kuwahusia nyote na kuihusia nafsi yangu dhidi ya swala kubwa la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shukrani za dhati zimwendee Mwenyezi Mungu, na yapasa sote tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ambayo kwamba imetufikia kufinikwa sisi na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wangapi na wangapi wametamani wawe ni miongoni mwa wale ambao kwamba watafika ndani ya mwezi kama huu, lakini kupitia sababu zisizoepukika hawakupata fursa ya wewe kuwapo hapa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ghaniyun ani taarif. Wamepita mashekhe tofauti tofauti wakizungumzia fadhail zake, lakini yatosha kwamba mmoja katika wanachuoni alikuwa akisema Ramadhanu shahrul birri wal hasanati, shahrut tuqa wal fadli was sadaqati. Huu ni mwezi ambao kwamba ni shahrul birr, mwezi wa wema, wal hasanat, na kuna mazuri mengi ambayo kwamba yamejikusanya ndani ya mwezi kama huu. Shahrut tuqa wal fadli was sadaqat ni mwezi ambao kwamba ndani yake kuna ucha Mungu, kama namna tulivyotaja katika aya la'allakum tattaqun. Ndani yake kukipatikaniwa imara ya kisawasawa kuzifanya amal, tutapata ucha Mungu ndani yake. Wal fadli, na fadla vile vile, was sadaqat, na sadaqa. Huu ni mwezi ambao kwamba tazkun nufusu min al-adha, pia nafsi hupata tazkia, hupata kutakasika kutokamana na udhia. Nafsi hupata kutakasika na zikasafika bitilawatil Qur'an, kwanza kwa kusoma Qur'an, wad'awat, na kulinganiana. Vile vile Ramadhanu madrasatul hidayati wal ula, Ramadhan ni madrasa ya uongofu.
na tulizungumza katika khutba iliyopita kwamba idha hallatil hidayatu qalban nashatat lilibadati al'a'dha, uongofu namna ulivyokuwa na utamu ukishukia moyo wa mja yoyote ule, huwa ule moyo ama viungo hupata nishati ya kufanya ibada. Ramadhani kama hii ndo madrasa ya uongofu, kulliyatul adabi wat ta'at. Hii ni kulia, hichi ni chuo kikuu ambacho kwamba ndani yake watu hufundishwa adabu. Ndugu zangu watukufu wa Islam, kwa munasaba wa huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, na kwa kwamba tuko awalu jumu'atin fi Ramadhan, jumaa ya kwanza kabisa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, tumeamua tuzungumzie mada al-iqtisadu fi ta'a. Al-iqtisadu fi ta'a, watu kufanya uchumi katika ibada. Ndugu zangu watukufu wa Islam, kumezoeleka kwamba kila wakati tukiipata Ramadhan, watu hujipiga vikumbo katika kuziingilia zile ibada. Kila mtu yataka ashike mahali na yeye aogelee katika ibada, na miongoni mwa mambo ambayo kwamba hayafichiki, sisi tunajua kwamba Ramadhanu shahrul ibada, Ramadhan ni mwezi wa ibada. Lakini miongoni mwa matatizo makubwa ya wafanyaji ibada ni kuwa wanazifanya ibada pasina mipangilio, mpaka ikafika hatua ya kwamba kila mmoja wetu ikiangaliwa ile grafu yake ya ibada mwezi mzima huu wa Ramadhan, utaipata kwanza kabisa Ramadhani ya kwanza ibada zake zimepanda mpaka top kule juu. Kadhalika 10 la kwanza, 10 la pili itaanza kupungua, 10 la mwisho huyu bwana hana ibada kabisa. Mwanzo wetu unakuwa mzuri kwa kuzimarisha ibada, lakini mwisho wetu unakuwa mbaya. Je, hivi ndivyo namna tunavyotakaniwa kufanya ibada? Walillahi alhamd, misikiti itajaa mwanzo wa Ramadhan mpaka hakuna nafasi. Wenye msikiti watadhania labda msikiti wetu ni mdogo, watu watashangaa, kwani watu wameletwa kutoka mbinguni ama ni wa hapa mtaani tu? Lakini ulama wanasema roho ya mwanadamu wakati mwingine inapokuwa imepata ladha ya ibada, hasa katika msimu kama huu wa ibada, roho huwa yapanda imani. Ikipanda imani yake, ndipo pale ni hatari sana. Baadhi yetu huja wakafikia mahali mpaka wananuilia, so wanasema mimi la akulu, sili tena. Kwa ajili gani? Ile roho sasa ishapanda, imani yake imekuwa kubwa. Mtu kama huyu atasema la atazawaj, mimi sitooa tena, kwa ajili ile ladha ya imani imempata, sitokurubia hata mwanamke. Mtu kama huyu atasema mimi sitatabasamu kuanzia leo, nikimpata mtu hivi ni mimi na adhkar, ni mimi na Qur'an, hata kumtabasamia mtu nitajiona kwamba kuna madhambi ninafanya. Ndio namna tulivyo mitaani, watu wakifunga hata mtu kutabasamu anaona labda itampotezea yeye nini Uislamu wake, ama itampotelezea ladha ya ibada. Mtu kama huyu ataekania, atasema mimi usiku mzima nitaswali, sitopumzika. Na wakati twakumbuka nyuma ya Ramadhan, huyu bwana alikuwa ni faradhi tu peke yake, hana sunna hata moja. Lakini ilipoingia Ramadhan amejikusania, asubuhi juzu 5, baada ya hapo sunna ni zake amezikusanya. Baada ya hapo usiku anakesha kwa kufanya ibada. Natija yake ni kwamba mtu kama huyu utampata 10 la kwanza amezifanya ibada vizuri, lakini ikifika 10 la pili, huyu bwana hatari zaidi, atashuka katika ibada, atakuwa anazifanya kwa uchache zaidi. Miongoni mwa hatari kabisa ni kwamba kuna baadhi yetu ambao kwamba watakuwa hawashughulishwi kabisa na ibada, watakuwa ni masala ya Idi tena kujitayarisha, hakuna tena ibada. Na ndo wakati ambao kwamba yatakaniwa kama Muislam, wakati huo ibada zako zizidi. Al-ashrul awakhir ndio wakati ambao kwamba yatakaniwa ibada zako zizidi.
Makosa yako wapi? Ni kwa sababu tumekosa al-iqtisadu fi taa. Na al-Imam an-Nawawi rahimahullah ana mlango wake maalumu kabisa katika Riyadhus Salihin kuzungumzia al-iqtisadu fi taa, kwa watu kufanya uchumi katika ibada. Na pia vile vile ni maarufu sana, sisi wenyewe ni wajuzi sana katika kufanya iqtisadu, uchumi katika masala ya nje ya ibada. Njoo katika maisha, mtu atakwambia 10,000 ninazozipata mpaka nizipigie mahesabu vizuri, nijue kwamba hizi ni bandali za unga, hapa ni mafuta, hizi nitaziwekea emergency mgonjwa akipatikana, na hapa nitakuwa hivi. Mbona leo katika ibada mambo kama haya hatuyatumii? Tukiingia katika social media tukiambiwa kuna bwana fulani anasoma juzu 10 kwa siku, basi na sisi tunaingia mmoja kwa moja kabisa, pasina kuzijua pia nafsi zetu kuna kile ambacho kwamba kinatakaniwa kuwepo ndani yake. Na haya tutayapata leo katika muda mchache ambao tuko nao. Tuzungumzie namna gani watu pia wanaweza kufanya licha katika maisha, lakini namna gani wanaweza kufanya iktisad katika ibadati walizonazo. Imam an-Nawawi alimpigia mfano akasema, nafsi ya mwanadamu ni kama vile adaba, nafsul insan kadabati, nafsi ya mwanadamu ni kama vile mnyama. Unapokuwa wataka kumfunga kamba, halafu wataka kupigana mereka na yeye, umtaabishe huku na huku, ukimpiga marota paipu huku na huku, ile kamba mwisho ataikata. Akiikata atashikwa na wazimu, kama ni punda aanze kukimbia mbio, umkimbize umkose. Lakini wakati wowote utakapomtumia utaratibu, ukamfunga vizuri ile kamba, wallahi utaenda na yeye mahala popote unapotaka. Ndio nafsi ya mwanadamu inatakaniwa. Tukiingia katika miezi kama hii ya ibada, uanze kuikokota polepole. 10 la kwanza hili ni 10 ambalo kwamba atakana upangilie juzu zako. Wallahi karatasi 2 kwa siku ni bora kuliko mtu ambaye kwamba yotaka kumaliza msafu mzima kwa siku moja, lakini iwe ile ibada haitodumu. Angalia ndugu zangu watukufu wa Islam, na ndio maana ukisoma zile katika suratul Baqara zile aya za saum, ukiteremka paka chini, utapata baada ya shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mbele Mwenyezi Mungu ya kuambia yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Aya kama hii ulama wanasema imekuja khas ni kwa yule mfungaji anayesafiri, kwamba yupatiwa takhfifu na usahali ili apate kula. Lakini am ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wajhi ya am ni kwamba yotusahalishia mambo yetu katika dini yetu yote, hataki kutulia uzito ndani yake. Uzito katika ibada zako, Mwenyezi Mungu anapenda ufanye kichache lakini ambacho kwamba kitakuwa na natija. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yataka ile Qur'ani ukisoma isikutaabishe. Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, hatukukuteremshia hii Qur'an ili ipate kukutia tabu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yapambanua haya, isiwe Qur'an imekuja ili tupatie tabu sisi, bali Qur'an imeteremshwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ili ipate kutuongoza, ili tupate kutupatia sisi saada katika nyoyo zetu na nafsi zetu, tuwe tunapanda kidogo kidogo mpaka tufikie katika kamali. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi imepokelewa na muttafaqun alayhi, ameingia kwa nyumba ya nana Aisha radhiallahu anha. Alipoingia akampata mwanamke, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, huyu nani ya Aisha? Aisha akamwambia Mtume, ya Rasulullah, huyu ni yule mwanamke nilikusifia ibada zake. Mashallah, huyu mwanamke anafanya ibada nyingi sana kama namna vile nilivyokuelezea juzi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamweleza Aisha, akamwambia kumwambia yule mwanamke, komeka tena, ukomeke sana. Alaikum bima tutiquna, jilazimisheni na ibada ambazo kwamba mwaziweza. Fa wallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, la yamallu Allahu, hachoki Mwenyezi Mungu, hatta tamallu, mpaka nyinyi mchoke. Labda inaweza kutuchanganya kwa dini Mwenyezi Mungu hachoki, yani kwa maana ya kwamba Mwenyezi Mungu amewakilisha malaika wa kuandika. Sasa wale malaika hawezi kuchoka kuandikia wewe kheri mpaka wewe uache kufanya ibada, ndo maana yake.
Hachoki Mwenyezi Mungu mpaka nyinyi mchoke. Kuandikwa kwako thawabu katika zile amali unazozifanya, Mwenyezi Mungu hazichoka mpaka wewe mwenyewe uanze kuchoka. Alimamu Nawawi akasherehesha hadithi akasema, hapa twahimizwa sisi kama Waislamu kwamba tukifanya ibada jaribu ziwe zina kasdi ndani yake, iwe wafanya kidogo kidogo, lakini ziwe zinadumu. Ndio Mtume SAW akatuhimiza kutuambia, alaikum bima tutiquna, jilazimisheni sana na kile ambacho kwamba mnakiweza, jilazimisheni sana na kile kichache ambacho kwamba mnakiweza ndicho mkifanya. Pia vile vile Mtume Muhammad SAW siku moja ameingia msikitini, akaona kamba ambayo kwamba imefungwa katika vipia viwili, akauliza ma hadha, hii nini sasa? Masahaba wakamwambia, hadha hablun li Zainaba, hii kamba hii unayoiona ni ya Zainab. Zainab ameifunga hii kamba, anaswali akiona amechoka, sasa hujifunga kiuno, halafu akasimama vile, halafu kamba zimemzuilia, halafu akiswali mpaka akimaliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hulluhu, ifungueni hii kamba, liyusalli ahadukum nashatahu, kila mtu ajilazimishe aswali kile anachokiweza katika ibada. Faidha fatara, akiona amechoka, falyarqud, alale, aswali kile ambacho kwamba anakiweza. Tuko baadhi yetu tulipouona mwezi mtukufu wa Ramadhan usiku mzima, sisi hatutaki kabisa na dunia, tumeingia katika ibada, tukawaambia mpaka ahli zetu na wake zetu kwamba la, huu mwezi mimi na wewe basi, utaniona hapa time za kufuturu, basi nikishatoka hapa ni msikitini, hatuwezi patana mimi na wewe. Nani aliyokuambia kwamba dunia mpaka uiache kwa ajili ya kuzifanya ibada nyingi? Ni kweli, hata watu wakienda katika hija utawapata watu wakifika katika viwanja vya Arafa, ikifika ile siku ya kuondoka, watu wameketi pale wanalia, ile imani imepanda. Watu wakiambia twendeni, leo ni siku ya kuondoka hapa, nasema la, tutakatubakia hapa hapa sisi. Na ni sehemu ambapo kwamba kuna dhiki kiuhakika, watu wanalala, si sehemu ambapo kwamba labda ni ndani ya haram pale kuna sehemu ya kupumzika nini, jua ni kali sehemu kama ile, lakini mtu ataka kuiadabisha nafsi yake kwa sababu imani yake imefanyaje, imepanda. Ikifika mahala kama hapa, Uislamu wa kuambia usijipe taklifu, shuka urudi katika dini yako. Na ndo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaambia watu, swalini, kila mtu aswali ile nishati yake inaompatia, isifikie mahali mpaka ikafikia mpaka dunia umeiacha kabisa. Kwa sababu kheri yetu sisi lazima tupate, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, lazima huku tupate hasana na huku tupate hasana. Na sunna ni kuimarisha dunia na kuhakikisha kwamba kwa kuimarisha dunia unaimarisha akhira. Wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya, hata dunia pia vile vile ina haki na wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya mji wa Madina alipofanya undugu kati ya masahaba, miongoni mwa undugu uliofanywa pia ni kati ya Abu Darda na Salman. Huu undugu uliimarika sana. Siku moja Salman alimtembelea Abu Darda nyumbani kwake. Alipofika nyumbani akampata Ummu Darda, yani mkewe Abu Darda, alikuwa mutabadila. Mutabadila maana yake amekuwa na stress, yeye mwenyewe hali yake imekuwa si nzuri zaidi. Abu Darda akamuuliza Salman, akamuuliza Abu Darda, akamuuliza mke wa Abu Darda, mbona hali yako imebadilika, mbona wewe uko hivi? Akamwambia, wallahi ni ndugu yako Abu Darda. Abu Darda laisa lahu haja fi dunya, hana haja kabisa na mambo ya dunia. Yeye akija hapa ni stori za kuniambia amefunga. Akija hapa ataniambia mimi nina dhikri sahihi. Akija hapa nikimwambia basi nimekuandalia mazuri leo, pilau nimeitia nyama nikaitia nini, ataniambia mimi sina haja na hiyo. Akija usiku ni wakati wa mimi na yeye tupatane, ataniambia la, nataka kusimama usiku mzima. Ndo hali ambayo kwamba ameniacha nayo ndugu yako Abu Darda. Basi Salman, naangalia ile urithi waliochukua hikma kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahaba kama hawa watukufu, akamfuata Abu Darda akapika chakula, alafu akamwambia tule leo.
Abu Darda akamwambia Salman, inni saim, mimi nimefunga leo. Akamwambia la, sili hapa mimi mpaka tule pamoja. Abu Darda akafungua wakala. Walipomaliza ukapita mchana, usiku ulipofika Abu Darda akamwambia Salman, akamwambia Abu Darda, hebu tulale. Akamwambia la, mimi huwa kawaida yangu na desturi yangu hapa na swali usiku mzima. Abu Darda akamwambia na mimi sisikii raha mpaka tulale pamoja. Wakalala. Ilipofika usiku thuluthi ya mwisho akamwamsha Abu Darda akamwambia tuswali sasa. Wakaamka pamoja wakaswali. Walipomaliza akamwambia wa inna lirabbika alayka haqqan, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwako wewe ana haki, yani kuzifanya ibada lazima ulizingatie hilo. Wa linafsika alayka haqqan, na nafsi yako pia vile vile nayo ina haki, yani wakati mwingine nafsi yataka kupumzika, uweke muda wa kupumzika na muda wa ibada. Wa li ahlika alayka haqqan, na vile vile na hata mke wako naye ana haki yake. Kuna wakati atakacheze na wewe, kuna wakati ataka na wewe umfurahishe. Watu wana matamanio. Wakati huu wa Ramadhani siwe ibada zimekughilibu kisawasawa mpaka ukamwambia mkeo mwezi mzima huu mimi na wewe basi, ama mke akapata ladha ya ibada mpaka akwambia mimi na wewe hatutaonana tena. Ikifika wakati wa manam, wakati wa kulala, yeye na firash anaweka kando mswala wake kando, anakwambia mimi basi. La, huo sio Uislamu. Inataka niwajishie chini, urudi katika Uislamu, urudi pale ambapo kwamba panatakaniwa. Ndio hii habari ilimfikia Mtume akampongeza Salman, akasema sadaqa Salmanu, sadaqa Salman. Salmani amesema ukweli, kupitia maneno kama haya ambapo kwamba leo tuyazungumza hapa. So ndugu zangu watukufu wa Islam, kwa nini leo ibada zetu haziendi vizuri mpaka ikifika mwisho ziwe zinapanda? Ni kwa sababu twakosa kufanya iktisad katika ibada zetu, twakosa kujipangilia vizuri katika zile ibada ambazo kwamba tunazifanya. Yale lau tukatakaa sisi tupange vizuri, mimi leo nitasoma karatasi 2 za Qur'an, nitasoma juzu moja ndo ninachoweza mimi. Mwingine ataona mimi nitaweza juzu 2, sawa, lakini zile nishati zako ambazo kwamba zinakutuma, utaona tutafika mbali sana, na itafika mwisho bado tutakuwa na hamu ya kuendelea. Ndio maana miongoni pia mwa mambo ambayo kwamba tunayo daily katika maisha ambayo kwamba si mazuri, watu wanatoka siku 40 vizuri sana wallahi, kutoka fi sabilillah, lakini tukienda kule tunapigwa ibada kisawa sawa. Baadhi yetu tukienda twafanya ibada za kisawa sawa, tukirudi mtu kama yule hatukumwandaa vizuri, afanye polepole. Akija huku nyumbani hata swala faradhi yampita, maskini analala mchana kutwa, faradhi zinampita. Kwa sababu gani? Alikuwa ameenda huko siku 40, ameenda miezi 2, amechoka. Yatakaniwa tukienda miongoni mwa adab za ibada iwe utaenda polepole, lakini zitakuwa na nini? Natija, utakuwa unadumu nazo, kwa sababu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba al-a'mal, amali inayopendekezwa zaidi kwake yeye, maadawama alaihi sahibu, ni ile ambayo kwamba mja anadumu nayo. Kupatikaniwe mudawama ndani yake, kupatikaniwe kitu ambacho kwamba chaitwa mudawama, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yofurahisha na hicho sana. Na kukiri na kukaa na kujikubali kwamba mimi nitazifanya ibada kisawasawa kwa wingi zaidi, na mpaka nitaacha mambo ya kidunia, na mpaka nitawakosesha watu haki. Huu si Uislamu. Ndio walikuja watu watatu siku moja katika wake zake Mtume, nyumba zao. Walikuja, lengo lao kubwa ni kuwauliza wake zake Mtume kuhusiana na ibada ya Mtume. Basi wake zake Mtume wakawaeleza wale mabwana, katika riwaya ni 3 rahtin, watu watatu. Wake zake Mtume wakawaambia Mtume uswali hivi na hivi na hivi. Wale mabwana kutokamana na hali wake zake Mtume waliowaona wale mabwana, baada ya kuelezewa vile walivyoreact, wakasema kaannahum taqalluha, kana kwamba ibada za Mtume aliziona chache sana. Wakasema huyu ndo Mtume wa Mungu ambaye kwamba kad ghufira ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, na anaswali hichi kichache. Basi ni ajabu sana. Mmoja wao akasema wallahi inni
la asumu wala uftiru, mimi nitafunga, la asumu dahara wala uftiru, nitafunga mwaka mzima, wallahi sitofungua hata siku moja. Mwingine akasema wallahi usalli laila, mimi nitasimama usiku mzima, siwezi hata kulala hata siku moja. Mwingine akasema wallahi la atazawaju nisa. Si hawa wake ndio wanaotupelekea sisi mpaka tufanye ibada ikiwa waamka waja msikitini wavutwa, waambiwa ndio wakati wake sasa. Sasa mimi siowi kabisa wanawake, la atazawaju nisa. Mtume, wake zake Mtume waliyasikia yale maneno pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam walipokuja wakamuelezea, baada ya kumuelezea akawaita wale mabwana, waiteni waje. Walipokuja akawaambia wallahi naapa, inni la akhshakum lillah, mimi naapa, mimi ndio mtu ambaye kwamba yuamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumnyenyekea zaidi yenu nyinyi kuliko mtu yoyote duniani. Wa atqakum lillah, na mimi ndio nina takwa na namcha Mwenyezi Mungu zaidi. Walakin inni aqumu billaili wa anamu, nasimama usiku na siku zingine nalala. Wa asumu wa uftiru, na nafunga, na nikitaka siku zingine nafanyaje, napumzika, sifungi. Wa atazawwaju nisa, na vile vile mimi naoa wanawake pamoja na utume wangu, kwa sababu ndo basharia, ndo binadamu. Alafu akawaambia faman raghiba an sunnati falaisa minni, yule ambaye kwamba ataichukia sunna yangu hii na mwenendo wangu huu, basi huyo si katika mimi. So ndugu zangu watukufu wa Islam, tukisataka sisi tuwe katika zumra na manhaji ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuhakikishe tunafanya iktisadi katika taa. Na maana ya iktisad, maana yake ni atawassut, kufanya katikati katika ibada zako, isiwe ni nyingi sana mpaka zinakuchokesha, wafika kasdi ama lengo la malal, unachoka kisawasawa mpaka haki zingine unakosa kuzifanya, na isiwe pia unafanya udogo sana wa kuzifanya ibada mpaka hutekelezi ibada kabisa. Na tukisema watu wafanye kasdi, hatujasema watu wafanye kasdi katika swala za faradhi. Tuelewana vizuri hapa, si swala za faradhi. Mtu aseme naweza ni alasiri peke yake kulingana na kazi zangu. Si swala za faradhi. Tunaozungumzia hapa ni swala za sunna na mambo ya sunna. Wataka kusimama usiku, fanya kasdi. Wataka kusoma Qur'an tatawuan, ni sunna, fanya kasdi. Lakini ikiwa ni mambo ya faradhi, ni lazima ndugu yangu yafanye yale ya faradhi. Hayana masala ya kusema wacha nitajicommit mimi mwenyewe, wacha nitafanya nusu alafu hii nitafanya baadaye. Ni Ramadhani, watu wanafunga zote, funga zote, useme mimi nitaweza nusu peke yake, nasubiri mpaka 15 ndo nianze na wenzangu, la. Na ndio maana pia masala ya kasdi haya ya kufanya uchumi katika ibada, tuwafeli sisi wazazi katika haya masala pia. Mtoto wako pale nyumbani anapokuwa mtoto mdogo, miaka kadhaa, ukamuona huyu anaweza kufunga, mfanyie uchumi katika kufanya ibada. Anza naye polepole. Mtoto wangu leo funga mpaka saa 6, atafunga mpaka saa 6, mpatie chakula. Ramadhani nyingine ikija, ukimuona huyu naanza kumkuza polepole, funga japo nusu, funga japo ni siku 3. Hivi ndio yatakaniwa kuwa. Lakini malasafu shadid, sisi kama wazazi leo, mtoto atafika mpaka umuone sasa funga yote. Hapa nyumbani urongo shekhi, huwezi kula sababu hatupiki hapa. Yule mtoto ukamfanya mpaka anaweza kaondoka nyumbani siku nzima, ameenda huko, kumbe yenda kula huko, akija akijifanya amefanya nini. Lakini ukimkuza kidogo kidogo yule mtoto, ukimpatia malezi kidogo kidogo, leo mtoto wangu nataka tukae pamoja, hebu tusome kidogo Qur'ani, soma karatasi 2, soma hivi. Tunawakuza watoto mpaka wanapanda, wakifikia mahali utastaajabu. Mtoto amefika mahali amekulia na tarbia nzuri na akhlaq nzuri na tabia iliyokuwa njema, ibada amezizoea na haoni tabu yoyote. Sisi wengine tunawatia tabu hawa watoto wetu kwa kuwalimbikiza na kuwasukumiza kabisa kwa pamoja bila ya kuwazoezesha kidogo kidogo. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatupatia siri. Tukitaka kufika, angalia ulama tukiwasoma kina Imam Shafi, kisikia akimaliza Ramadhani ana misafu 60 ammaliza, kila siku anahitimisha mara 2, ni kwa sababu hawa mabwana walipata malezi ya kisawa sawa mpaka wakafika mahali wakifanya hawachoki hizo nyingi wanazoziona. So usije ukamsoma Imam Shafi
ukasikia huyu uhitimisha mara 2 kwa Qur'an na wewe unataka kumfuata. La, soma ile nishati yako. Wale wamefika kule kwa sababu wametumia, Mtume swalla salam ametuambia alqasda tablughu. Tumieni uchumi katika kufanya ibada, fanyeni tawassut katika kufanya ibada, tablughu, ndio mtafika. Wale waliofika wote kwanza wameanza hapa katika kufanya uchumi katika ibada zao, ndio maana wakafika. Leo katika hata masomo twajiweza vizuri, ndio maana mtoto tumemweka grade ya kwanza akaanza PP1 PP2 akaenda mpaka grade mpaka akafika grade 10. Mbona leo katika ibada tuwe sisi twajiingiza mmoja kwa moja? Na hapa ndipo inapotukosea utamu sisi, mpaka ikifika 10 la mwisho ukawa hata msikitini hatupati. Na ndo hali zetu. Nafikiri sizungumzi urongo. Ikifika 10 la mwisho njoo katika tarawih, kama umpati peke yake wale vijana wanaotusalisha. Wengine tuko wapi? Tumechoka kwa sababu tumelimbikiza ibada mwanzo wa 10 la kwanza na 10 la pili tukawa hatupo tena. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie Ramadhani hii ambayo kwamba tumeipata iwe Ramadhani ambayo kwamba itakuwa sababu ya sisi kupata uongofu na kupata ucha Mungu na kupata, iwe ni ufunguzi wa sisi kile tunachokifanya tuwe tutadumu nacho na tutaendelea nacho katika maisha yetu yote. Tumuomba ambao kwamba ni wagonjwa, Mwenyezi Mungu awape afya, ambao kwamba wameondoka katika ulimwengu, Mwenyezi Mungu awarahamu katika makaburi yao kwa baraka ya mwezi mtukufu kama huu. Sisi ambao kwamba tuko hai, Mwenyezi Mungu atupatie husnul khatima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allah atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum.